Naam, asante kwa kuwa nasi mtazamaji wa Electronics Devices Maintenance. Leo niko hapa kukuletea video ambayo itakuonesha ni vifaa gani vya muhimu unapaswa kuwa navyo kama fundi ama mwanafunzi anayejifunza kufanya matengenezo hasa ya kompyuta na simu. Kiufupi, katika ofisi yako unapaswa kuwa na vifaa moja kati ya vifaa vinavyoonekana hapo kwenye picha yako ambavyo ni complete office ambayo imekamilika kiujumla. Sasa takwenda kwa picha kukuonesha ni kifaa gani cha muhimu kuwa nacho, ni vifaa gani vya msingi kuwa navyo ili uweze kufanya kazi ya ufundi. Electronics Devices Maintenance, tuko nawe mwanzo mpaka mwisho wa mafunzo. Endelea kutufuatilia kwenye chaneli yetu bila kusahau kusubscribe unapopendezwa na video hii, lakini pia usisahau kufuatilia video zingine zilizopita uweze kujifunza mambo mbalimbali. Inawezekana hii video nilichelewa kuileta mbele yako, lakini itakusaidia hasa kama wewe ni mara ya kwanza unaifungua video hii, basi unaweza ukaipitia kwa undani zaidi na then ukafuatilia namna ya matumizi ya multimeter, matumizi ya gani, blower na vitu vingine vitakavyokuwepo ndani ya channel hii. Okay. Kifaa nitakachoanza nacho hapa ni blower. Blower inaonekana kama hivyo unavyoweza kuiona hapo kwenye picha. Na blower ni nini? Blower ni kifaa kinachoweza kukusaidia kupata joto, yani upepo wenye joto, ambayo huwa inatumika mara nyingi kwa ajili ya kung'olea IC, kung'olea chipu mbalimbali, vitu kama hivyo. Ni upepo wenye joto. Lakini blower unapoinunua maana yake inakuwa na vitu viwili. Inakuwa imeambatana pia na gani. Sasa gani, kama unaweza kuiona imekaa kwa upande wa kushoto kidogo kwenye video yako, naona itakuwa imekaa kulia. Ambayo hiyo inakusaidia kwa ajili ya kuchomelea. Kwa hiyo blower ni muhimu sana kuwa nayo kama fundi ama mwanafunzi anayejifunza namna ya kutengeneza simu ama kompyuta. Ni muhimu sana kuwa na blower kwa sababu itakusaidia kurahisisha kazi hasa unapotaka kung'oa kitu ama kuweka kitu. Hiyo ni blower, ni muhimu sana kuwa nayo. Kwa hiyo ni kifaa moja kati ya vifaa muhimu sana cha kwanza unapaswa kuwa nacho. Kitu kingine ni gani yenyewe. Gani kama gani unapaswa pia kuwa nayo kwa sababu itakusaidia katika kuchomelea ama kung'olea vitu. Ukifuatilia katika video zilizopita utaona matumizi ya gani, jinsi gani ilivyokuwa inafanya kazi, lakini pia katika blower utaona ni blower jinsi ilivyokuwa ina uwezo wa kufanya kazi katika video zilizopita. Kwa hiyo kama hujafuatilia basi jitahidi kufuatilia video zilizopita uweze kufahamu matumizi ya gani. Kitu kingine, gani unapaswa kuwa na gani mbili. Unaweza kuwa na gani bapa lakini na gani ambayo imekaa kama upanga. Ukifuatilia katika video zilizopita utaona nilishawahi kuelezea hicho kitu, magani imekaaje. Na kuna watu wengi sana wamekuwa wakiniuliza kwamba wanahitaji kupata video ambayo itaonyesha ni vifaa gani muhimu vya kuwa nao. Kwa hiyo hii ni moja kati ya video ambayo unapaswa kuizingatia kwamba vifaa vya muhimu kuwa navyo ni hivyo gani, lakini pia unapaswa kuwa na blower. Kitu kingine ambacho tunaweza kukiangalia hapa, tunapaswa kuangalia star, yani vifaa vya kufungulia. Hiki ni kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana kuwa nacho kwa sababu unapofanya matengenezo usitegemee kwamba unaweza kuifungua simu bila kuwa na star, yani spana za kufungulia. Kwa ni muhimu sana kuwa na spana za kufungulia ili unapotengeneza basi una uwezo wa kuifungua simu yako. Kama ni kompyuta basi unafanikiwa kuifungua kompyuta kwa urahisi zaidi kwa kutumia star kama hizo. Star zimekuwa zikitofautiana kulingana na aina ya screw zenyewe, yani nati, lakini pia kulingana na aina ya shape ya nati yenyewe kwa sababu nati kuna aina nyingi sana. Kuna pembe 3, kuna pembe 4. Sometimes unaweza kukutana na nati ambayo tunatumia Allen key. Watu wanaita hivyo Allen key. Ni nati ambayo ina pembe 5 kwenye mdomo wake ule wa kufungulia. Kwa hiyo star kama hizi ni muhimu sana kuwa nazo ili kukurahisishia kazi wakati wa kufungua. Basi unapofungua simu yako una uwezo wa kuendelea kufanya kitu kingine ambacho ni cha msingi sana. Na kumbuka, hauwezi kufanya chochote kwenye simu eti kwa sababu tu una star kwamba sasa umefungua simu una uwezo kufanya chochote. Hapana. Lazima uzingatie kwamba umejifunza kwa undani zaidi kwanza matumizi ya blower, matumizi ya gun, lakini pia uzingatie kwamba umejifunza matumizi mazuri sana ya multimeter
Hiyo vyote nimeshavifundisha, nimeshavielezea katika video zilizopita. Kwa hiyo wewe ukiwa makini utaendelea kufuatilia kwamba ni vitu gani vya msingi kuwa navyo, lakini pia ni namna gani ya kuvitumia kupitia video zilizopita. Okay, kitu kingine tunachoweza kukiangalia hapa, soldering paste. Soldering paste hii ni mafuta ambayo yanasaidia kulainisha risasi ama soldering wire. Ni mafuta ambayo yanasaidia kulainisha. Kwa hiyo unapaswa pia kuwa nayo kama fundi ili yaweze kukusaidia namna gani ambapo utakuwa na uwezo wa kuilainisha risasi kuchomelea kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo ukiwa na soldering paste itakusaidia sana. Sijajua kwa watu wengine huwa wanahitaji, lakini mimi najua kama soldering paste kitu kama hicho. Kama kuna mwingine anafahamu, basi unaweza kunitumia kwenye comment hapo nikafahamu wewe soldering paste unahitaji. Najua mafundi wako hapa wanafuatilia video hizi, kwa hiyo unaweza comment hapo chini nikafahamu wewe unahitaji. Soldering paste inaonekana katika muonekano kama huu. Kwa ndani na kwa nje kopo linaweza kuonekana kama vile, tunatofautiana makopo tunayotumia. Kwa hiyo cha msingi tu ni kufahamu kwamba soldering paste ni muhimu sana, ni mafuta ambayo kazi yake ni kulainisha risasi. Zingatia zaidi kwamba narudi kwako kukwambia video zilizopita soldering paste nimeitumia kwa sana. Kwa hiyo ukifuatilia zaidi kule nyuma kabisa, video nyingi sana zimeelezea soldering paste ni kitu gani na kinafanyaje kazi. Kufanya kazi kwake ni kwamba inalainisha risasi, ambao sasa risasi ni nini? Au soldering wire ni nini? Risasi ndio soldering wire. Inawezekana ukashangaa ukasema risasi kwamba ni ya bunduki. Hapana, ni soldering wire. So nataka nikuoneshe soldering wire ni kitu gani baada ya kumaliza soldering paste. Napita kukuonesha tu ni vifaa gani vya msingi kuwa navyo. Sitaki kukuchosha sana ukaiona video ndefu, lakini cha msingi ni kufahamu vifaa gani unatakiwa kuwa navyo ili uweze kufanya kazi ya ufundi. Soldering wire. Soldering wire ndo risasi. Wengi sana wamezoea kuizungumzia kama risasi ambayo kazi yake ni kushika waya, okay? Kushika waya au kushika IC. Tuseme kama hivyo kwamba ni kitu ambacho kinayeyuka kwa kutumia gani, kinasaidia kushika waya au njia tofauti za vioo kama hivyo. Hii ni soldering wire, risasi. Kwa hiyo kama fundi unapaswa kuwa na risasi, zinatofautiana shape na ukubwa. Kwa hiyo isikuchanganye hiyo, zote zinafanya kazi sawa. Kwa hiyo unapaswa kama fundi unapaswa kuwa nayo hiyo iweze kukusaidia katika matengenezo yako. Hiyo ni soldering wire. Kitu kingine hapa tunaangalia lens. Lens ndo hii hapa ambayo sasa unaiona hapo. Lens kazi yake ni kuzoom au kukuza kile kitu ambacho kinakuwa ni kidogo, au ile njia unataka kuichomelea inakuwa ni ndogo, au hata kiasi unachotaka kukisoma namba kinakuwa ni kidogo zaidi. Kwa hiyo lens inakusaidia kukikuza. Kwa baada ya kukuza hapo inakuwa ni rahisi zaidi kuchomelea au kufanya kitu ambacho unakusudia kukifanya. Ni muhimu sana kuwa na lenzi ili kuepuka katika kuharibu macho, kwa sababu wengi sana tunapenda kukaza macho, lakini sometimes unajikuta kwamba utakuja kuumia huko mbeleni. Sasa lenzi unaweza kutumia lenzi kama lenzi ama ukatumia microscope. Kama uwezo upo, basi ni vyema zaidi kununua microscope, kwa sababu ni kifaa ambacho tayari kimetengenezwa katika ubora zaidi na kimewekewa screen kama unaweza kuona kwamba kitu ambacho kinaonekana ni kidogo zaidi, lakini unaweza kukiona kwa ukubwa sana. Kitu ambacho unakurahisishia kwenye macho yako kwamba huwezi kuugua macho kwa haraka, kwa maana ya kuangalia vitu vidogo kwa kutumia microscope ama lenzi. Hiyo ndo kazi ya lenzi, kuzoom, kukuza vitu ili uweze kuona kwa ukaribu. Hiyo ni lenzi. Kitu kingine ambacho tunaenda kukiangazia hapa, tunaenda kuangalia tools nyingine. Tool nyingine ambayo naita tweezer. Tweezer ndo kama hii hapa. Sijajua kwa wewe tweezer unaifahamu vipi, yaani kwa lugha gani, lakini tweezer kazi yake ni kushika kitu kidogo hasa ambacho kiko kwenye joto kali. Yaani inakusaidia kwa mfano pale unapotumia blower wakati unachemsha hizo ni IC au unachemsha kama ni waya, kuna kitu chochote unataka kukitoa kwa kutumia hizo gani au blower, lazima tweezer itakusaidia uweze kushika kitu kwenye joto kali. Kwa hiyo inakusaidia namna kushika hicho kitu. Kwa tweezer zina shape nyingi.
Sitoelezea sana kwa sababu ni kitu ambacho ni kidogo sana kwenye ufundi, unaweza kukifahamu tu hata kwa kuangalia kwamba kinafanyaje kazi. Tweezer ni ya muhimu sana kuwa nayo. Kwa hiyo unaweza kuitafuta Tweezer ikakusaidia katika ufundi, okay? Na kitu kingine ambacho mimi nakiona ni cha muhimu sana na ni cha mwisho. Multimeter. Multimeter ni kitu ambacho ni cha muhimu sana kuwa nacho katika ufundi. Yaani unapaswa kujifunza kwa undani zaidi multimeter, jinsi ya kuitumia. Multimeter zipo katika shapu mbalimbali, zipo katika shape nyingi sana. Kwa hiyo unachotakiwa kukizingatia ni kwamba unafahamu kuitumia multimeter ipasavyo. Unaifahamu vipi? Fuatilia video zilizopita, hasa video ya pili kabisa kwenye channel hii. Ni video ambayo ilizungumzia multimeter kwa undani zaidi. Kama kuna sehemu hujaelewa, basi utacomment kwenye hii video hapa niweze kufahamu hujaelewa vipi multimeter. Lakini multimeter ni muhimu sana kuliko vyote. Inawezekana unaweza usiwe hata na kifaa hata kimoja, ila ukafahamu tatizo ni nini kwa kuwa unajua kuitumia multimeter vyema. Kwa hiyo hakikisha kwamba una uwezo wa kuitumia multimeter katika ubora na namna ambavyo inatakiwa. Kupitia Electronics Devices Maintenance tumekueleza kutumia multimeter, blower, namna ya kutumia vifaa vyote ambavyo nimevitaja hapo. Kwa hiyo fuatilia kwa ndani zaidi video zilizopita. Usisahau kusubscribe, lakini pia comment. Watumie wenzako pia ambao unaona wanafaa kufahamu. Share nao video hii. Kwa hiyo itakuwa vizuri zaidi. Electronics Devices Maintenance, we love you. You are warm welcome. Asante.